maombi sasa. Nataka tuingie kwenye maombi sasa. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Inua mikono yako juu. Sema, Bwana Yesu, ninasogea mbele zako tarehe ya leo na siku ya leo kwa ajili ya kuja kung'oa mataifa saba, mataifa saba, mataifa saba, mataifa saba ya kichawi, ya kiganga. Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninaomba leo, ninaomba leo kila taifa iliyokaa kwenye mlango wangu wa biashara, wa kazi, leo hii, leo hii, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninang'oa roho ya hofu, ninaondoa roho ya Wahiti, roho ya Wahiti, roho ya Wahiti, roho ya hofu, roho ya kurudi nyuma, ninaiondoa kwa jina la Yesu. Roho ya kurudi nyuma inayokaa kwenye lango la akili, inayonikatisha tamaa, inayoleta hofu, hofu ya kesho yangu, hofu ya kushindwa, mashambulizi ya ghafla. Ewe roho ya Wahiti, ninakung'oa, niachie. Ninakukirisha hayo mataifa saba. Naomba ukiri kwa kumaanisha ukiwa umeshika huo udongo. Sema, ewe roho ya Wahiti. Sema, Wahiti wanawakilisha, wanamaanisha roho ya hofu inayokaa kwenye akili yangu na kunikatisha tamaa ili nirudi nyuma. Ewe roho, ninakung'oa, maana imeandikwa, maana Mungu wetu hakutupa roho ya uoga, bali ametupa roho ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi, kwa jina la Yesu. Ewe roho ya hofu, nimekung'oa leo, nimekung'oa leo. Ewe roho ya hofu, nakung'oa leo, niachie, niachie, niachie. Roho ya Wahiti, roho ya hofu, niachie. Achia kesho yangu, sitakata tamaa, sitarudi nyuma, nitaendelea mbele kwa jina la Yesu. Enyi roho ya Wagirgashi, roho ya kurudi nyuma, roho ya udongo, roho ya udongo, roho hii inawakilisha roho ya kuyumbayumba na kutokuwa na msimamo. Bwana Yesu, hii roho inakwamisha nyota yangu isipigane upande wangu. Ewe roho ya Wagirgashi, roho ya kurudi nyuma, ninakung'oa, ninakung'oa. Ewe roho ya kurudi nyuma, niachie, 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 niachie. Ewe roho ya Wagirgashi, roho ya kurudi nyuma, mimi sitarudi nyuma,
nitaendelea mbele, maana imeandikwa katika uhuru huo, uhuru wa Kristo aliyotuandika. Leo tunasimama, wala hatutakuwa watumwa, hatutanaswa chini ya ukongwa la utumwa, maana roho ya Girgashi inatorodesha nyuma. Sema sitarudi nyuma. Sema niachie, achia, achia, achia. Sema roho ya Waamori. Naomba usikilize. Maana ya roho ya Waamori ni roho ya kiburi na laana. Roho ya kiburi na roho ya laana. Roho ya kiburi na roho ya laana. Roho ya kiburi na laana. Waamori wanawakilisha roho ya kiburi na roho ya laana. Roho ya kiburi na laana. Roho ya kiburi na laana. Roho ya kiburi na laana. Sema Bwana Yesu. Wasemaji hawa, wasemaji hawa Waamori, hawa wenye roho ya kiburi, hawa wenye maneno ya laana, hawa wenye maneno ya laana, hawa wanaonitamkia mabaya, ewe roho ya Mwamori, ewe roho ya kiburi, ewe roho ya laana, ewe roho ya laana, ewe roho ya masengenyo, ewe roho ya kejeli, ewe roho ya kiburi inayozuia baraka zangu, Yesu, leo naivunja hiyo roho, isikae juu yangu na juu ya familia yangu na juu ya ahadi yangu. Leo hii Isaya 54 ule mstari wa 17, kila ulimi utakaoinuka juu yangu leo, yale maneno yao hayatafanikiwa. Ninaondoa maneno ya Waamori, hayatafanikiwa, hayatafanikiwa. Sema hayatafanikiwa kwa jina la Yesu. Sema enyi Wakanaani, roho ya tamaa na ya utumwa wa kiuchumi. Shika udongo wako. Hii roho ni mbaya. Inaitwa roho ya tamaa, inaitwa roho ya utumwa wa kiuchumi. Ukisoma Waamuzi sura ya 4 mpaka sura ya 5 inaeleza, kesho nitaingia ndani kidogo, lakini hawa Wakanaani ndio watu waliowatesa Waisraeli kwa miaka 20. Waliwanunua kwa fedha, Mungu akawatia kwenye mikono yao. Hawa Wakanaani ni wafanyabiashara wenye uwezo wa kukaa na nyota yako kwa miaka mingi, wenye uwezo wa kukaa na nyota yako, wakaishikilia nyota yako, ukaishi maisha ya utumwa. Sema kwa jina la Yesu, ewe roho ya utumwa, sema nakataa utumwa wa kiuchumi, utumwa wa kiuchumi. Ewe roho ya utumwa wa kiuchumi inayoshambulia lango langu la fedha, lango langu la uchumi, roho inayoleta kukata tamaa, roho ya aibu, kuteseka kwenye madeni, Yesu, leo ninaing'oa. Ng'oka. Sema ng'oka. Imeandikwa
kwenye Zekaria 14:21, na siku hiyo hata kuwapo Mkanaani tena katika nyumba ya Bwana, Bwana wa majeshi. Wakanaani hawatakuwepo. Sema, Wakanaani hawatakuwepo kwenye nyumba yangu. Wakanaani hawatakuwepo kwenye biashara yangu. Wakanaani hawatakuwepo, 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 hawatakuwepo. Nawaondoa Wakanaani, nawaondoa, nawaondoa, nawang'oa, nawang'oa kwa jina la Yesu. Ina mikono yako na udongo juu. Sema, ewe roho ya waperezi. Hii inaitwa roho ya udhaifu. Roho ya udhaifu, roho ya kudharauliwa, roho ya udhaifu. Hii roho waperezi wamebeba roho ya udhaifu na kukosa kutetewa. Unasingiziwa, unaonewa na kila mtu. Kila mtu anakuona ufai. Kila mtu anakuona anavyokuona. Unapata tenda kubwa, ile tenda inaondolewa, inapelekwa kwa mtu mwingine. Ewe roho ya udhaifu, roho ya waperezi, roho ya waperezi, roho ya waperezi, naiondoa, naiondoa kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Maana imeandikwa, mtu asiyetawala roho yake ni kama mji uliobomolewa usio na ukuta. Hii roho ya waperezi haikuwa na kinga, haikuwa na maboma, haikuweza kutawala. Leo naiondoa, leo naiondoa roho ya waperezi. Niachie, 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 niachie na kung'oa. Roho ya sita, roho ya wahivi. Sema, ewe roho ya wahivi. Roho ya maisha ya mazoea. Wahivi wamebeba roho ya mazoea. Unazoea matatizo, unazoea matatizo. Hiyo roho inafanya kazi. Roho ya wahivi, roho ya matatizo. Unazoea, unazoea magonjwa, unazoea hali ulio nayo, hauna uwezo. Roho ya mazoea, roho ya mazoea inawakilisha roho ya mazoea. Wahivi ni wana roho ya mazoea. Unaishi maisha ya kawaida, kila mtu anakuona wewe si wa maana, kila mtu anakuona, alafu unajikataa. Wengine wanafanikiwa, wewe unasema huyo ni huyo huyo. Na hii roho, hii roho ya mazoea ni roho ambayo inakuunganisha na watu wambea na wasengenaji. Roho ya watu ambao ni wanasengenya, wanajadili maisha ya wengine, wao wanakaa tu. Wengine wanafanikiwa, wao wanajadili mafanikisho ya watu wengine. Hawana uwezo wa kujadili mafanikio yao wenyewe. Kwa nini? Ni roho ya mazoea. Wahivi wamebeba roho ya mazoea. Warumi 12:2, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu. Sema, katika jina la Yesu ninang'oa roho ya mazoea, ya mazoea. Namba 7, Wayebusi. Roho ya kukataliwa na kushindwa. Inua juu udongo wako. Roho ya Wayebusi ni roho ya kukataliwa na kushindwa. Wayebusi maana yake ni roho ya kukanyaga kanyaga. Hao ndio walioshikilia mji wa Yerusalemu. Roho hii inaleta hali ya kudharauliwa, kukataliwa na kuhisi kuwa wewe ni chini ya wengine. Hii roho inazuia nyota yako isitawale mahali pake pa haki. Hii roho inazuia, hii roho inazuia nyota yako isikae mahali pake. Inazuia, 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 inazuia. Sema, Bwana Yesu, utawapiga, utawaangamiza kabisa
mataifa haya yote yaliyokaa mbele yangu. Inua mikono juu. Sema leo hii. Sema leo hii. Ninang'oa kabisa. Ninang'oa kabisa. Ninang'oa kabisa. Ninang'oa kabisa. Ninang'oa kabisa. Ninang'oa kabisa. Anza kuingia kwenye maombi ya kung'oa, ya kung'oa, ya kung'oa, ya kung'oa. Ingia kwa dakika chache. Tunawasha moto kwa dakika chache ya kung'oa kabisa.